Tukizungumzia ulimwengu wa kiroho, tunazungumzia ulimwengu wa nuru na ulimwengu wa giza. Katika ulimwengu wa kiroho ambao upo katika upande wa giza, huu ni ulimwengu ambao tutakutana na viumbe kama majini, mashetani au viumbe wote wabaya ambao hawawezi kuonekana kwa macho ya kawaida. Lakini tukizungumzia ulimwengu wa nuru, tutakutana na viumbe kama malaika. Malaika ni miongoni mwa viumbe ambao wamekuwa wakizungumziwa kwa miongo mingi tangu dunia kuumbwa, na picha zao zimekuwa zikichorwa katika namna mbalimbali katika historia ya dunia. Wapo baadhi ya malaika ambao wamewahi kujidhihirisha katika uso wa dunia na macho ya wanadamu yakaweza kuwaona. Kwa mfano, malaika kama Mikaeli, Gabrieli na Israfili ama Israeli ni miongoni mwa malaika ambao wamewahi kutembelea uso wa dunia na watu wakaweza kuwaona, akiwemo Nabii Ruti. Kwani ukisoma kisa cha Nabii Ruti ama Rutu, utagundua kuwa hawa ni malaika ambao waliutembelea mji wa Sodoma na Gomora wakiwa katika maumbile ya kiwanadamu, na macho ya watu yalipata kuwaona, na inaelezwa kuwa hawa ni malaika ambao ndio waliotumiwa na Mwenyezi Mungu kuadhibu mji wa Sodoma na Gomora. Lakini miongoni mwa maswali ambayo asilimia kubwa ya binadamu wamekuwa wakijiuliza, je, malaika wana jinsia gani? Katika tafakari na maswali yanayohusiana na jinsia za malaika, watu wengi wamekuwa wakionyesha mitazamo yao kupitia maelezo ya picha, ambapo baadhi ya wanadamu huwachora malaika ambao wanaonekana wakiwa na jinsia ya kike alafu wanawachora wakiwa na mbawa. Lakini baadhi ya wanadamu hueleza hisia zao za ufahamu wa kuhusiana na masuala ya malaika kwa kuwachora malaika ambao wana maumbile ya kiume. Lakini swali bado liko pale pale, je, malaika wana jinsia gani? Kama na wewe ni moja kati ya binadamu ambao wamekuwa wakijiuliza aina hili la swali, basi video hii imetengenezwa mahususi kwa ajili yako, kwani nimeshafanya tafiti kiundani zaidi na nimekuandalia majibu yote ambayo yanahusiana na swali hili. Kitu pekee ambacho nakihitaji kutoka kwako ni utulivu. Kaa, agiza maji au soda, kisha tuende pamoja. Lakini kama ni mara yako ya kwanza kufungua video zetu, jiunge nasi kwa kusubscribe katika chaneli hii ya Fafanuo Media. Hapo utakuwa wa kwanza kupata video zetu pindi tunapoziweka kwenye chaneli hii. Hautajutia MB zako, kwani mara zote tunajitahidi kuwa bora zaidi ya jana. Asante, enjoy. Tuende sasa tukalijibu swali hili. Je, malaika wana jinsia gani? Kwa sababu sote tunaamini Biblia ni maneno ya Mwenyezi Mungu, nami nitakwenda kulijibu swali hili kwa kutumia maneno ya Mwenyezi Mungu ambayo yanapatikana katika Biblia, kwani Biblia imeeleza kila kitu kuhusiana na malaika. Ninaamini utakapotazama video hii mpaka mwisho, uelewa wako hautabaki kama ulivyo. Utakwenda kuelewa unaposema malaika unamaanisha nini na malaika wana jinsia gani. Namba 1, malaika ni roho, si miili kama walivyokuwa wanadamu. Miongoni mwa mambo ambayo unatakiwa kuyajua na kuyaweka akilini, malaika ni roho wala si miili, na Mwenyezi Mungu alipowaumba malaika aliwaumba kwa ajili ya kusudio la kumtumikia katika shughuli mbalimbali. Ndiyo maana malaika wana majukumu ambayo huyatekeleza kila iitwapo leo. Malaika hawakuumbwa wakiwa na jinsia. Ukisoma katika kitabu cha Waebrania sura ya 1 mstari wa 14 imeandikwa, je, si wote ni roho watumikao? Malaika ni viumbe wa kiroho, na katika Biblia roho haina jinsia, hivyo malaika watabaki kuwa malaika. Namba 2, malaika hawana jinsia ya uzazi. Laiti malaika wangekuwa na jinsia ya uzazi, basi kupitia maandiko matakatifu kwenye kitabu cha Biblia tungekuwa tulishakutana na maandiko ambayo yanaeleza malaika fulani alifunga ndoa na malaika mwingine. Lakini jambo ambalo hatujawahi kuliona kuanzia mwanzo mpaka Ufunuo ni kuwa malaika kufunga ndoa na malaika mwingine. Malaika wameumbwa na Mwenyezi Mungu kwa ajili ya majukumu mbalimbali ambayo wanayatekeleza mbinguni na duniani. Hivyo malaika
hawana jinsia, hakuna ushahidi wowote ambao unaeleza kuwa malaika wana jinsia ya kiume au ya kike. Namba 3, malaika hawaoi wala kuolewa. Laiti malaika wangekuwa na jinsia, yani malaika wawepo wa kiume na malaika wawepo wa kike, basi wangekuwa wanafunga ndoa, lakini Yesu alithibitisha mwenyewe katika Mathayo 22 mstari wa 30 kuwa watakuwa kama malaika wa mbinguni ambao hawaoi wala kuolewa. Hivyo tunaweza tukapata picha kuwa malaika hawaoi wala kuolewa kama ilivyokuwa kwa wanadamu, kwa sababu wao wameumbwa kwa ajili ya kazi fulani. Kupitia maandiko hayo unaweza kugundua kuwa malaika hawana jinsia, lakini ninajua bado unajiuliza, ikiwa malaika hawana jinsia, ni kwa nini mara nyingi walipoonekana katika uso wa dunia walionekana katika maumbile ya kiume, lakini hata wanapotajwa majina ya utambulisho wao, majina yao huwa ni ya kiume? Kwa mfano, malaika Gabrieli, malaika Israeli na malaika Mikaeli, yote haya ni majina ya kiume. Na hata mara kadhaa malaika walipoonekana kwa watumishi wa Mwenyezi Mungu kama kwa Ibrahimu pamoja na kwa Lutu, wote walikuwa na jinsia ya kiume. Sasa tunawezaje kusema malaika hawana jinsia? Uhalisia ni kuwa malaika hawana jinsia, kwani katika kitabu cha Biblia kutoka mwanzo mpaka mwisho hakuna sehemu ambayo imeeleza jinsia ya malaika. Ni vile tu wanapojidhihirisha katika ulimwengu wa damu na nyama, wanapenda kuvaa ama kutumia uhusika wa kiume, kwa sababu uhusika wa kiume katika ulimwengu wetu ni uhusika ambao huonekana kuwa na nguvu kuliko uhusika wa kike. Na ndiyo maana hata tunapomtaja Mwenyezi Mungu, wengi tunamtumia Mwenyezi Mungu kama mwanaume, yani hauwezi ukakuta jina la Mwenyezi Mungu kuna utambulisho wa she, bali atakuwa ni he. Ina maana ni upande wa kuume wa Mwenyezi Mungu, wala si upande wa kike. Siku zote utambulisho wa Mwenyezi Mungu ni wa kiume, lakini haimaanishi Mwenyezi Mungu ana jinsia ya kiume, kwani hakuna sehemu yoyote katika Biblia ambayo tumeambiwa Mwenyezi Mungu ana jinsia ya kiume. Lakini pia katika baadhi ya mataifa wanampa Mungu utambulisho wa kike, kwa mfano Wahindi ambao wanaamini kwa Mungu Krishna. Kwa sababu jamii za Kihindi mwanamke ana nguvu kuliko mwanaume, basi wamempa Mwenyezi Mungu uhusika wa jinsia yenye nguvu, yani mwanamke, kwa sababu ndio upande ambao umereflect jamii yao. Hawawezi kumpa Mwenyezi Mungu uhusika usiokuwa na nguvu, kwa sababu ni uhusika ambao utamdogodesha Mwenyezi Mungu. Hivyo hata malaika majina yao ni kwa ajili ya utambulisho tu. Unapomtaja Mikaeli, ukataja Israeli, ukataja Gabrieli, ni utambulisho wa kidunia, ili tuweze kujua tunamaanisha malaika yupi katika ngazi za utawala wa malaika ambao wanamtumikia Mwenyezi Mungu, na si kwamba malaika wana jinsia za kiume au wana jinsia za kike. Tukumbuke malaika ni viumbe wa kiroho. Viumbe wa kiroho hawawezi kuwa na tamaa kama ilivyokuwa kwa wanadamu. Viumbe wa kiroho hawawezi kuoa wala kuolewa. Viumbe wa kiroho Mwenyezi Mungu amewaumba kwa ajili ya kutekeleza majukumu ambayo watapangiwa katika hii dunia. Ndiyo maana sisi tunalindwa na malaika, lakini tunakumbushwa na malaika na vitu mbalimbali ambavyo hatuvioni vinavyotulinda, tunaamini ni malaika. Hivyo ninaamini mpaka hapo umeshaelewa kuwa tunapozungumzia malaika, wao hawana jinsia ya kiume wala ya kike, bali wanapojidhihirisha katika ulimwengu wa damu na nyama hujidhihirisha katika namna ya kiume, kwa kuwa namna ya kiume ndiyo inayoaminiwa na wanadamu kuwa na nguvu kuliko namna ya kike.